Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waumini wa dini ya Kiislamu wamekusanyika kwa wingi kuadhimisha sikukuu ya Eidul Fitri baada ya kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan wa siku 30. Maadhimisho hayo yamefanyika katika kaunti ya Bomet ndani ya uwanja wa Bomet Green Stadium, ambapo waumini walikusanyika kwa ajili ya swala ya Eid katika hali ya utulivu na ibada. Allahu Akbar. Swala hiyo imeongozwa na imamu wa misikiti wa Al-Hidayah, Sheikh Ali Muhammad. Kila Eid inakuja baada ya Waislamu kukamilisha ibada yao wa Waislamu. Hali kadhalika waumini waliohudhuria wameipongeza serikali ya kaunti ya Bomet kwa kuwahusisha na miradi mbalimbali kama wenyeji na kupewa nyadhifa za juu serikalini. We are well represented in this county government of Bomet, and we are saying thank you to the governor of Bomet County, who is Hilary Barchok. Tuko na mtu ambayo anatuwakilisha, na hiyo ni asante, kwa sababu hiyo ni mara ya kwanza waria ama Muislamu ameingia katika serikali ya kaunti ya Bomet. Tunashukuru our governor Barchok kwa vile ametusalamia na ametuletea zawadi. Tumerepresentiwa kwa hii county na ametuandikia CEO. Tunashukuru viongozi wote wa Bomet County mzima, kuanzia governor mpaka chini MCA. Kwa hivyo watubaguzi wote wako sawa kwetu. Aidha, wametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuepuka matamshi ya chuki na matusi hadharani na badala yake kuonesha uongozi wa mfano unaojenga maadili mema katika jamii. Naona aliyekuwa naibu wa rais anatumia jina ya Rais William William Ruto hawezi kuwa manifesto. Kutokana William Ruto itakuwa manifesto haitamsaidia. Waislamu ama tuseme wa Somalia ama kulingana na vile hata wengine wanaelewa kama waria, sisi kwanza tuko kwa hii serikali. Wakati wote inafaa tushukuru kwa sababu hata sisi tunaonekana kwa hii serikali. Na hii maneno ambayo watu wanasema one time, hiyo tunaona kwanza, tunajua tu mtu akilala anaota, lakini mtu ambaye hako kwa masho na anaota hatujaona. Hiyo ni maajabu. Hii rais kwanza tunataka akuwe 2 term, na hata hii term ya pili akiingia hivyo lazima hiyo hata hiyo katiba ifanye ukarabati, kwa sababu hii ni kijana mdogo na aminua hii hivi tu. So hakuna haja aende mapema, kwa sababu hii sio mzee na ni mtu ambaye tumetosheka na hii ngozi wake. Kwa muda mrefu sikukuu ya Eid imeendelea kuwa chachu ya kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuwaleta watu pamoja. Watoto wetu wanasaliwa hapa, ile amesaliwa hapa, ilikuwa bei kitambulisho. Inaambia sisi endeni wetu sabale watoto wasafi wametokea. Hiyo kitambulisho inakuta ni ya Kenya, sio ya Somalia. Na wakati hapa ni ya Kenya, ilikuwa inatosha sana sisi. Lakini hiyo maneno ameisha, na tunasema asante sana rais ambaye ametoa mambo yetu fiti. Ilikuwa takataka, ilikuwa ya kubagua watu. Kuna wakati Waislamu ama waria walikuwa kwa serikali wengi kuliko wakati wa regime ya William Samoei Ruto. Na yeye alisema hakuna kubagua wa Kenya yoyote ama wakabila wa Kenya wote lazima wajumuishe katika serikali, na wale ambao wako against that issue tunawajua vizuri. Na sisi hapa Bomet tunasema hata 2 term haizi tosha, anaweza enda hata the whole of his life, kwa vile wa Kenya wakiridhika na maendeleo yake ya nini tubadilishe. Tunasema kwa sasa bado bunge hawajaamua, 2 term is unstoppable. Kuadhimishwa kwa sikukuu ya Eid, kauli mbiu ni umoja, upendo, utangamano na ushirikiano na kusaidia kwa wasiojiweza katika jamii. Hassan Mohamed, kaunti ya Bomet.